Kwa sababu ukiangalia ni kitu ambacho kimepanda kwa ghafla, halafu pia kwa gharama iliyopanda ni kubwa mno tofauti na ile tuloizoea. Ukiangalia kupanda kwa shilingi 1000 na pointi inakuwa ni changamoto sana kwa upande wa sisi madereva, na pia ni changamoto kwa abiria, kwa sababu abiria anapopanda, ninapompa bei anakuwa haamini kwanza kwa nini nauli imepanda kwa haraka, lakini pia ni kwa sababu gani mnapandisha nauli. Lakini ukiangalia mimi siwezi nikatoka na abiria mpaka Swaswa kwa shilingi 1000, na tayari mimi mafuta nimeuziwa lita moja kwa shilingi 4000 kasoro. Kwa upande wetu sisi inaumiza, kwa sababu tunatarajia kutafuta hela za mabosi, tunatarajia kutafuta hela za kwetu kula, tunatarajia kutafuta hela ya mafuta. Kama kipindi nyuma unaweza kaweka mafuta lita 4 kwa 12,000. Kwa sasa hivi lita 4 ni 10,000 na kitu. Naenda kwenye 20,000 na pointi. Yaani kiujumla inaumiza. Yaani inatuumiza sana sisi madereva pamoja na abiria. Sawa, sasa wewe ni mwanamke. Unamwambia nini Mama Samia kuhusiana na bei ya kupanda kwa mafuta? Ikiwa ni wewe unajitafuta mwanamama, na nimezunguka sana kwa asilimia kubwa sana wanaume ama niseme wavulana ndio wanaoendesha, lakini wewe ni upata ni mwanamama, unamwambia nini Rais Samia kwamba mafuta ipanda bei yanakuumizaje katika biashara yako? Kwa upande wa Mheshimiwa Rais Mama Samia, sisi tunachoomba angalie kwa upande wa bei ishuke, na tumaini serikali huaga ina mbinu nyingi za kuangalia watu wake, kujali watu wake, kwa sababu tulisikia kama kuna mafuta ya kukaa ndani ya siku 90. Sasa kama yapo yale mafuta ya kukaa ndani ya siku 90 yanaweza kutusaidia sisi bei ikafanyeje? Ikashuka. Kwa hiyo angalia katika upandishaji wa bei elekeze ambazo zitakuwa ni nzuri, ambazo haziniumizi mimi wala hazimuumizi abiria ambaye atakuja kupanda kwenye bajaji au kwenye bodaboda au kwenye daladala, ili sije kaleta ile mlolongo kati ya abiria na daladala kugoma, kutokupakia kwa sababu ya upandaji wa mafuta, vitu kama hivyo. Mimi naamini rais ana uwezo wa kufanya kitu ambacho kikakaa vizuri na kusaidia wananchi wake kama anavyofanya, kinaweza kusaidia wananchi kuwa katika hali nzuri. Sawa. Sawa, asante. Na karibu tena.